الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye bado anaendelea kutupa neema ya pumzi, neema ya afya, akatupa taufiki ya kuweza kuhudhuria katika sala ya alasiri, na hatimaye ametubakisha msikitini kwa ajili ya kusikiliza mambo ambayo yanatengeneza mustakbali wa dini yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kutudumisha kulazimikiana na vikazi kama hivi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie haya yote tunayoyafanya yawe katika kuongezea uzito wa mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, bila shaka tumemsikia imamu wetu, mwalimu wetu, ikiwa anaeleza ya kuyaeleza. Muhadhara wetu wa leo utahusu sana elimu ya ndoa. Elimu ya ndoa si elimu inayotakiwa kujulikana na mashehe peke yao, bali ni elimu inayomhusu kila Muislamu, ni elimu ya jamii. Lakini inakwenda mbali zaidi, si elimu ambayo inayomhitaji mjuzi wake aweze kuzungumza Kiarabu kiasi mtu atasema mimi siwezi kuisomea elimu ya ndoa kwa sababu sijui lugha ya Kiarabu. Ni elimu inayosomesheka kwa Kiswahili, ni elimu inayotambulika hasa na kila mmoja akaweza kuwa na elimu hii. Elimu ya ndoa imegawika katika makundi mawili. Kuna elimu ya ndoa, namna ya kuingia katika ndoa. Kundi la pili, elimu ya ndoa, namna ya kuishi katika ndoa. Hizi zote ni elimu za ndoa. Kujua nikifanya nini na kuwa nimeingia katika ndoa, hiyo ni elimu na ni pana sana. Lakini kuna elimu umeshaingia katika ndoa, namna ya kuyaishi maisha ya ndoa, hiyo nayo ni elimu nyingine. Zama tulizokuwa nazo, elimu mbili zote hizo zinakaribia kumalizika, haziko. Imefika hatua leo watu wanaoa, tu wanaishi maisha akiamini kuwa ndio maisha ya ndoa, lakini uhalisia si maisha ya ndoa. Mke hajui maisha ya ndoa, kadhalika mume naye hayafahamu maisha ya ndoa. Kwa hiyo unahitaji elimu sana, tuwajue hivi ninavyoishi ndiyo maisha ya ndoa,
Lakini elimu ya kwanza, yawezekana mtu akawa anajidhani na anaamini kuwa ameoa, lakini kiuhakika ndoa yake haitambuliki kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu. Alimtafuta shekhe, akahudhuria, alipa mahari, kaalika watu, vyakula vimepikwa, watu wamekula, amekabidhiwa mke, akiamini kwamba sasa nimeoa, lakini kumbe bado hajaoa. Kwa haya yanatulazimu tuisome elimu ya ndoa, ni muhimu sana. La kwanza katika kuisoma elimu ya ndoa, tutaanza na kuarifisha ndoa ni nini. Kwanza sisi tumeoa, akthari yetu. Kuna ambaye ana mke, huu ni mwaka wa 10, kuna mwingine na miaka 20, wana wajukuu, na ukimuuliza anakwambia nimeoa. Sasa muulize swali, kuoa ndio nini? Yaani ukimwambia mtu mimi nimeoa, maana yake unamwambia nini? Nini kuoa? Linawezekana likawa swali zito, lakini ana mke mbaya. Kwa hiyo tutaeleza insha Allah kuoa ni nini. Lakini ndoa ni nguzo, ndoa ni jengo. Kama ni jengo, lina nguzo zake. Pia tutaeleza kwa ufupi nguzo za ndoa, akina nani wanaoruhusiwa kuozesha. Ana katika kipengele cha uwalii kunakuwaga na fujo sana. Kwa hiyo tutaeleza daraja za mawalii, nani na nani anakuwa walii. Lakini Allah akituwezesha, kuna watoto wanaoitwa watoto wa nje ya ndoa, nao huwa wanaolewa vile vile. Hapa pia tutaeleza ni nani mwenye haki ya kuwaozesha watoto wa ndoa wa nje ya ndoa. Kwa hiyo nadhani tutajua. Lakini kuna mabinti ambao asili ya wazazi wao si Waislamu, wao wenyewe sasa wamesilimu. Pia tutaelezana nao, wakitaka kuolewa wanaozeshwa na nani. Haya ni machache katika yale ambayo tutakayoeleza, na muda tukiwa bado tuko nao tutafafanua zaidi. Tunaanza na kueleza ndoa. Nini ndoa? Ukisema nimeoa unamaanisha nini? Katika lugha ya kisheria wanasema an-nikahu aqdun yatadhammanu ibahata al-wat'i bilafdhi inkahi au tazwiji. Ndoa ni mkataba, ndoa ni makubaliano yanayokusanya ruhusa ya kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamke na mwanamume waliokuwa hawana ujamaa wa karibu, kwa kupitia maneno maalum kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Hii ndiyo taarifu ya ndoa. Ndoa ni mkataba au makubaliano. Makubaliano haya yanakusanya ruhusa ya kukaa faragha mwanamume
na mwanamke waliokuwa hawana ujamaa wa karibu kwa kupitia maneno maalum kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Maana ya maneno haya tunagundua ni kwamba ukimwambia mtu nimeoa, maana yake unamwambia nimeingia mkataba. Mkataba huu unaniruhusu mimi kukaa faragha, kukutana kimwili na mwanamke fulani, na hili limewekwa kwa lengo la kutaka kutengeneza tofauti kati ya mwanadamu na asiyekuwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba viumbe, kuna viumbe amewachagua namna ya kupatikana kwao, wawe wanazaliana, na njia ya kuzaliana wawe wanakutana kimwili. Sasa katika kundi hilo la kukutana kimwili wako wanadamu, wako wanyama, wako wadudu. Hawa wote wanakutana kimwili. Jinsia ya kike itashika ujauzito, hatimaye itajifungua. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kutengeneza tofauti ya kutengeneza kizazi. Huyu aonekane amekuja kibinadamu na huyu aonekane amekuja si kibinadamu, watofautiane katika kipengele cha kuingia mkataba wa ndoa. Katika kukutana kimwili, nyani, paka wanakutana kama ambavyo wanadamu wanakutana. Katika kushika ujauzito, nyani, paka wanashika ujauzito kama ambavyo wanadamu wanashika ujauzito, kadhalika katika kujifungua. Sasa wataachana wapi? Sehemu ya kuachana ionekane huyu amekuja kibinadamu, yale makutano yao yalitanguliwa na mkataba unaokusanya ruhusa ya kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamke na mwanamume. Kwa hiyo ukimwona mtu leo yuko tayari kutengeneza kizazi pasi na kupita katika misingi ya ndoa, maana yake hataki kutengeneza tofauti itakayomtenganisha yeye mwanadamu na asiyekuwa mwanadamu. Kwa hiyo hiyo ndiyo taarifu ya ndoa. Aqdun yatadhammanu ibahata alwat'i bilafdhi inkahi au tazwij. Kwa hiyo ukimwambia mtu nimeoa, nimeingia mkataba wa kukutana kimwili baina yangu na mwanamke, mkataba ambao utakao kupelekea kutengeneza kizazi kinachokuja katika sura ya kibinadamu, na yule ambaye atakayetengeneza kizazi kitakachokuja katika sura ya isiyokuwa ya kibinadamu. Hilo ni jambo la kwanza katika tuliyokusudia kuyasema. Lakini jambo la pili, tutataja kwa haraka nguzo za ndoa ambazo ni mashuhuri sana. Nguzo za ndoa ziko 5. Ya kwanza, apatikane anayeoa ambaye ndiyo mume mwenyewe. Nguzo ya pili, apatikane anayeolewa ambaye ndiyo yule mwanamke. Nguzo ya tatu, apatikane wali, yule msimamizi
katika mkataba wa ndoa unatofautiana na mkataba wa mauzo. Mkataba wa ndoa kuna anayeoa na anayeolewa, lakini huu mkataba sasa wanaingia watu wawili, anaingia muoaji na walii wa anayeolewa, huwa haingii muolewa mwenyewe. Sheria imemnyang'anya mamlaka ya muolewa kuingia mkataba yeye, bali imempa walii wake. Imemfanya kama mtoto mdogo hivi. Kwa leo mtoto mdogo akitaka kuuza bidhaa, sheria haimruhusu auze yeye mwenyewe, walii wake ndiye anayeingia mkataba wa mauzo. Basi hata katika ndoa napo walii wa mwanamke ndiye anayeingia mkataba na sio yule muolewa mwenyewe. Kwa hiyo nguzo ya tatu ni walii. Nguzo ya nne ni mashahidi, na nguzo ya tano ni yale matamshi yanayotumika katika kuozesha. Sasa nani muoaji ni jambo mashuhuri, hili hatuna ulazima sana wa kulieleza. Anayeolewa pia anafahamika kuwa ni mwanamke, pia hatuna haja sana ya kueleza. Lakini kipengele kipo katika mawalii. Hapa katika uwalii, ndoa nyingi huwa zinaharibika hapa. Watu hawawajui mawalii. Darajatul auliya, akitaka kuolewa fulani, nani mwenye mamlaka ya kuozesha? Hapa ndipo kwenye mushkeli. Sasa tutataja, Mwenyezi Mungu akituwafikisha, daraja za mawalii 10 kwa uchache wa muda. Wanakwenda zaidi, lakini kwa uchache wa muda tutataja watu 10. Wewe uliyeoa, kama kuna mama ameolewa, basi atasikiliza aliozeshwa na nani, walii wake alikuwa nani, tutaeleza hapa. Daraja za mawalii, namba 1, yule anayetamka neno nimekuozesha, mwenye haki namba 1 huwa ni baba mzazi wa anayeolewa. Yeye ndiyo walii namba 1 huyo. Ikitokea baba mzazi hayupo, amekufa, basi walii anayefuata anakuwa ni babu wa muolewa, lakini babu mzaa baba na sio babu mzaa mama. Babu wa muolewa yeye anakuwa walii namba 2. Ikitokea babu hayupo wa muolewa, walii namba 3 anakuwa kaka wa muolewa wa baba mmoja mama mmoja, yeye anakuwa walii namba 3, kwa maana atamuozesha dada yake. Kaka wa baba mmoja mama mmoja hayupo, amekufa, au muolewa hana huyu kaka wa baba mmoja mama mmoja, basi walii namba 4 atakuwa ni kaka wa baba mmoja. Yeye atachukua nafasi ya 4, atamuozesha dada yake. Kaka wa baba mmoja hayupo, walii namba 5 atakuwa nani? Atakuwa mtoto wa kaka wa baba mmoja mama mmoja, kwa maana atamuozesha shangazi yake. Ikiwa na maana, tuchukulie mfano, anayetakiwa kuolewa ni dada yangu mimi, ilikuwa aozeshwe na baba yetu, hayupo, babu hayupo, takuwa mimi kaka wa baba mmoja mama mmoja, sipo, kaka yetu wa baba mmoja hayupo, basi atakuja mwanangu mimi, kwa
kwa maana itakuwa anamuozesha shangazi yake. Ni kaka wa baba mmoja mama mmoja, kwa mtoto wa kaka wa baba mmoja mama mmoja. Yeye ni walii nambari 5. Hayupo yeye mtoto wa kaka wa baba mmoja mama mmoja, walii namba 6 atakuwa ni mtoto wa kaka wa baba mmoja. Atamuozesha shangazi aliyekutana na baba yao mmoja. Huyu ni walii nambari 6. Yeye hayupo sasa kwa kumuozesha shangazi. Walii namba 7 atakuwa nani? Atakuwa baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja mama mmoja na baba wa muolewa. Sisi tumezoea takuta baba mkubwa au baba mdogo huwa anakimbilia mbele, yeye ni mtu nambari 7 mpaka wakosekane hawa, ndio anaweza kuozesha yeye. Hata kama ikitokea yeye ndiye aliyewalea hawa vijana wenyewe, ana anaweza akaleta ubali, sema baba yenu amekufa, amewaacha nyinyi wadogo, nimewalea mwenyewe, nimewasomesha mwenyewe. Kwa hiyo hawezi kupora madaraka yeye akaozesha. Akipora kadhulumu haki na ndoa itakuwa ina mashaka, ila apewe idhini na mwenye haki yake, lakini sio atumie ule ubaba wake. Yeye ni walii namba 7, baba mkubwa au baba mdogo wa baba mmoja mama mmoja na baba wa muolewa. Hayupo yeye walii namba 8, atakuwa ni baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja na baba wa muolewa. Baba mdogo wa baba mmoja, hii ndio walii namba 8. Walii namba 9, mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja baba mmoja na baba wa muolewa, kwa maana kaka wa muolewa, mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana na baba wa muolewa, baba mmoja mama mmoja. Yeye ndio walii namba 9. Walii namba 10 atakuwa ni mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja na baba wa muolewa. Yeye huyo ni walii namba 10. Hizi ndiyo daraja kwa uchache za walii kwa mwanamke anayetaka kuolewa. Sasa hapa tulipokuwa tunapanga daraja, tulimtaja kaka wa muolewa, tukasema kaka wa muolewa yeye ni walii namba 3. Unaweza ukajiuliza swali, baba amekufa, ameacha makaka 3, nani mwenye haki ya kumuozesha dada? Wako makaka 3, baba mmoja mama mmoja. Hawa nani mwenye haki ya kumuozesha dada yao? Sheria inamrudishia mamlaka muolewa. Kumrudishia mamlaka inamuelekeza nini? Kwa kuwa ana watu wanaoweza kuwa mawalii na wanafanana, anapewa khiari ya kumchagua amtakaye, sio kumpa walii. Wale ndio mawalii tayari, automatically ndio mawalii wale. Sasa anamchagua nani akabiliane na lile jambo. Dada anaweza kufanya hivi, kila mmoja akampa nafasi hiyo.
kaka, wewe nimekupa ruhusa uniozeshe, kaka wakati vile vile, kaka mkubwa, nyote nimekuruhusu muniozeshe. Kila mmoja wenu anaweza kuniozesha. Akitoa kibali kwa kila mmoja cha kumpa nafasi ya kumuozesha, sheria inapendekeza katika wale makaka, basi mcha Mungu wao yeye anapendeza zaidi kuozesha. Kwa hiyo watatazamana, kaka fulani, wewe umetuzidi mcha Mungu, wewe tawalia jambo hili. Ikionekana wanafanana ucha Mungu wote hao, levu yao ni moja, sheria inapendekeza msomi wao aozeshe yeye. Ikitokea wanafanana wote, levu yao ni moja kiusomi, sheria inapendekeza mkubwa wao aozeshe yeye. Nadhani katika ukubwa hawawezi kufanana, lazima mmoja atakuwa mkubwa, basi yeye ndiye atakayeozesha. Daraja za uwalii zinakwenda katika sura hii. Hicho kilikuwa ni kipengele cha pili katika kuelezea nani mwenye haki ya kuwa walii. Sasa tukiruka au hapa katika uwalii, tunaweza tukampata binti hakupatikana nje ya ndoa, hana huyu baba wa kisheria, hana babu wa kisheria. Akishakuwa hana baba, sikwambii tena kuwa na baba, kuwa na kaka ndio hana, kwa maana mtoto wa nje ya ndoa anaozeshwa na nani? Tumezoea katika jamii yetu, katika mitaa yetu, taalikwa katika akdi, kuna binti anaolewa hapa nje ya ndoa, anaitwa shekhe pembeni, ananong'onezwa, alafu yule shekhe anaingia ndani kwa bibi harusi, anakwenda anamwambia, wewe ni mtoto wa nje ya ndoa, walii wako hauna walii wewe, kwa maana huyu baba yako sio walii, inabidi uozeshwe na mimi shekhe. Yule binti anasema sawa. Basi shekhe anakuja anaozesha yeye mtoto wa nje ya ndoa. Sheria inasema, sheria haitambui ndoa hiyo. Sheria haitambui ndoa hiyo. Mtoto wa nje ya ndoa haozeshwi na mwalimu wa madarasa, haozeshwi na imamu wa msikiti, haozeshwi na mtu yeyote eti kwa sababu anajua kusoma hutuba ya ndoa, basi eti yeye ikawa ndio muozeshaji wa mtoto wa nje ya ndoa. Sheria haiwaruhusu hivyo. Msomi wa dini yeye anazingatiwa kama mwanasheria, kwa maana mtaalamu wa dini. Kabla sijataja nani anaozesha mtoto wa nje ya ndoa, niwape mfano kidogo. Katika elimu yetu ya kidunia tunaweza tukasomea sheria, yako masomo ya sheria tunaweza tukasomea. Mimi na wewe sote tutajua sheria kwamba ukiiba, kwa mujibu wa katiba yetu ya nchi, kosa fulani unakwenda jela miaka 3. Kosa fulani unalipa faini milioni 1. Kosa fulani hukumu yake upigwe bakora. Mimi na wewe tunaweza tukasoma na tukawa tuna elimu hiyo. Sasa ikitokea mtaani kwetu
kuna mwizi ameiba, mimi na wewe hatuwezi kuwa ndio mahakimu wa kumtia jela huyo mwibaji, bali sisi tutakuwa tumefafanua tu kosa hili. Kama atapelekwa mahakamani atafungwa miaka 3 huyo, au atahukumiwa alipwe atoe fidia huyo. Lakini hatuwezi tukamkamata huyu mtu tukampeleka keko eti kwa sababu tunajua hukumu yake inasemaje. Bali nani mwenye mamlaka ya kupitisha hukumu hiyo? Kuna mtu maalum anaitwa hakimu. Wewe utaishia kujua sheria na utatafsiri sheria, lakini hukumu huyo mtu, hukumu hakimu. Hakuna hakimu bwana hawezi kuhukumiwa, hawezi kufungwa, na atakuuliza wewe hakimu, hata kama ulikuwa ndio mwalimu wa huyo hakimu mwenyewe, lakini huwezi kuhukumu. Basi sura hiyo hiyo inarudi huko. Wewe ukiwa mwanachuoni utaishia kujua hukumu ya huyu wa kumuozesha ni yule, lakini hauwi wewe mwenyewe huwa ndio hakimu. Hakimu wa ndoa hiyo ni nani? Kadhi. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kumuozesha mtoto wa nje ya ndoa, kwa maana kwamba ikiwa umekuja kunialika mimi kama ni shekhe, ndoa ambayo mimi ninavyokuja kwako ninadhania kwamba wewe ni walii wa huyo binti ambaye sheria inakuruhusu uozeshe. Sasa nikija kwako nikabaini kwamba si mtoto wako wa ndani ya ndoa, automatically ule uwalii hauhamii kwangu mimi, bali mimi nageuka kuwa ni mwana sheria wa kukutafsiria na kukufahamisha. Ikiwa wewe sio walii, basi walii wake anatakiwa awe kadhi. Hiyo kadhi ndiye atakaye kuja kuozesha ndoa hii. Kwa hiyo mimi nitatakiwa nikusaidie wewe. Yawezekana kadhi mwenyewe humjui, yawezekana hujui kadhi ndio nani na anapatikana wapi. Sasa mimi shekhe nikutengenezee mawasiliano, kadhi anapatikana sehemu fulani, ima nikupeleke au tumwite kadhi au yule muolewa na anayeoa waende wao kwa kadhi. Kadhi baadaye yeye ndiye anayekuja kuozesha ndoa hii. Lakini mimi sasa nikilibeba lile jukumu nikaozesha, mimi nilikuwa ni mwanasheria, itakuwa sawasawa na yule mwanasheria aliyesomea sheria akaamua ahukumu yeye badala ya kuhukumu anayeitwa hakimu. Kwa hiyo shekhe, yeye imamu, walimu wa madarasa, hawa wakiozesha mtoto wa nje ya ndoa, ndoa haiswihi, haikubaliki mpaka apatikane kadhi. Sasa inaweza ikatokea katika jamii yetu kadhi hatuna au hapatikani, kumpata kwake shida. Sheria inasemaje sasa? Watu wasioane? Hapana. Watu wataoana. Nani atakayeozesha ndoa hiyo? Atakayeozesha ndoa hiyo anaitwa muhakkam. Lakini huyu muhakkam mpaka asipatikane kadhi. Sio kadhi yuko kule Lumumba, muolewa yuko hapa, nikasema kadhi hayupo bwana. Huyo kadhi yupo. Yani ili tuseme hayupo, tuwe hatuna kadhi au hatuna namna ya kuweza kumpata kadhi.
Hapo sasa ndiyo atatafutwa mtu anayeitwa muhakam. Muhakam naye ni nani? Muhakam ni mtu aliyepewa uhakimu, anapewa uhakimu, utawala, usimamizi, lakini kwa njia ya dharura. Anapewa na nani? Anapewa na watu wawili. Wa kwanza yule muolewa na wa pili muoaji. Hawa ndiye wanayemtengeneza muhakam. Na huyu muhakam awe na sifa gani? Awe ni mtu mwenye maarifa ya dini yanayomwezesha kuweza kuwa kadhi. Kwa mujibu wa maarifa yake ya dini, angeamulika kufanyika kuwa kadhi, basi angeweza kuwa kadhi. Sasa huyu ndiye atakayepewa usimamizi na wale watu wawili. Kwa hiyo yeye atamwambia yule muolewa, sasa wewe ilikuwa uozeshwe na kadhi, jamii yetu haina kadhi, sasa unatakiwa umchague mtu anayeitwa muhakam. Haya atayasema huyo shekhe, huyo anamfundisha muolewa, au huyo mwalimu wa madrasa anamfundisha muolewa, na huyu muhakam ni mtu mwenye maarifa ya dini ya kuweza kuwa kadhi. Sasa yeye atatazama kapendezewa na nani. Anaweza akamchagua huyo mwalimu wa madrasa, au anaweza kumchagua huyo imamu, au anaweza kumchagua mtu mwingine yeyote, muda wa kuwa ana maarifa hayo na muda wa kuwa kadhi hayupo. Yule muolewa atatamka, atasema hivi: mimi fulani binti fulani nimekupa uhakimu wewe fulani bin fulani wa kunisimamia katika ndoa yangu ninayoolewa na fulani bin fulani. Atatamka maneno hayo huyo muolewa. Wa pili atakuwa ni yule muoaji, naye atasema mimi fulani bin fulani nimekupa uhakimu wewe fulani bin fulani wa kunisimamia ndoa yangu baina yangu mimi na fulani binti fulani. Baada ya hapo, huyu sasa ataozesha kwa kofia ya uhakimu, lakini kwa sharti asiwepo kadhi. Akiwepo kadhi, yeye akiozesha, ndoa hiyo ni batili. Nadhani hiki kilikuwa ni kipengele cha uhakimu kwa mtoto wa nje ya ndoa, mpaka binti ambaye wazazi wake si Waislamu, kaslimu yeye, wazazi bado ni makafiri, anatakiwa kuolewa, ataozeshwa na kadhi vile vile. Hayuko kadhi, basi atakuwa huyu tuliyemsema muhakam. Taratibu zinaelezea hivyo. Sasa hapa mtu anaweza akatengeneza swali. Hizi ndoa ambazo meshaozesha maustadhi hao, kuna hao maimamu, ziko nyingi sana, jamii yetu imeoa ndoa hizo, wanazini, sheria inasemaje? Na wengine wameshapata watoto, wengine wana wajukuu. Mashekhe walikuwa ndio walimu wa madrasa, hali ya kuwa kadhi yupo. Sheria tunasema hawako katika ndoa, lakini vile vile hawako katika zina, na hao watoto si watoto wa ndoa wala si watoto wa zina. Wanaitwa watoto wa sampuli gani? Hao watoto wanaitwa watoto wa shubha, kwa maana ni watoto wanaofananikia na ndoa lakini hawakufika katika ndoa. Na kwa sababu gani? Baba na mama walishakuwa tayari kutaka kuoana na walishamtafuta huyo kiongozi, lakini kiongozi kwa kujisahau au kwa kukosa maarifa ya dini hakuwakamilishia malengo yao. Kwa hiyo
hatuwahukumu wao. Sasa watoto hawa, ikitokea baba huyu amekufa, wanamrithi baba yao, na ikitokea mtoto kafa, baba anamrithi huyu mtoto, na ikitokea anataka kuolewa, huyu baba anaruhusiwa kumuozesha binti huyo. Hawa wanaitwa watoto wa shubha. Lakini sheria inakwenda mbele zaidi, inamtaka sasa huyu mume ambaye ameshatambua kumbe yule shekhe aliyeniozesha, sheria ilikuwa haimtambui, muda wa kuwa ameshajua yeye, anatakiwa aende kwa kadhi akamuelezee hicho kipengele, na kama hayupo huyo kadhi, kama aliozeshwa kwa kukosa kadhi, ile ndoa ni sahihi. Kama aliozeshwa kwa kukosa kadhi, ile ndoa ni sahihi na atakuwa ameozeshwa na anayeitwa muhakam. Lakini kama kadhi hayupo, hiyo ndoa sio sahihi. Sasa aende kwa kadhi, kadhi atamweleza atakachokifanya, atamuozesha tena upya kwa mahari nyingine mpya. Na kama hakwenda kwa kadhi, ikiwa bado anaishi na huyo mwanamke, kutokea hapo itakuwa anaishi katika zinaa, na mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mtoto wa zinaa, asiye mrithi yeye, na yeye hatomrithi mtoto, na pia sheria haitamruhusu amuozeshe. Huyo alikuwa ni binti wa nje ya ndoa au binti ambaye wazazi wake si Waislamu. Baada ya kuelezea kipengele hicho, kipengele kinachofuata ni kipengele cha mashahidi. Watu wengi huwa wanaharibu katika ushahidi wa ndoa, haujulikani. Utakuta tumekuja kuoa, basi anatokea mtu anauliza, chumba cha bibi harusi kiko wapi? Anaelekezwa kiko kule. Tumpate mtu mmoja kutoka kwa wanaoolewa, mtu mmoja mwingine anatoka katika upande wa wanaooa, alafu wanaingia katika chumba cha bibi harusi. Wakishaingia wanaitwa mashahidi wale walioingia. Sheria inatambua ushahidi huo, na ndio ushahidi uliotajwa katika ndoa kuwa ni nguzo ya 4. Hapana, huo haupo. Ndoa ina ushahidi aina mbili. Kuna ushahidi unaoitwa sunna na kuna ushahidi wa faradhi, ushahidi wa lazima. Ushahidi wa sunna ni kipindi muolewa anampa idhini walii wake, pale ni sunna kuweka ushahidi. Niwakumbushe kidogo, zamani ilikuwa hivi, ikiletwa barua ya posa, baba anawaalika jamaa zake, akishawaalika wanasema wanasoma barua, muolewa anawekwa hapo, baba anamfahamisha muolewa, fulani binti fulani ameleta barua, anataka tukuozeshe, unasemaje? Muolewa anasema nimelipia, nimekuruhusu baba niozeshe, mahari yako 500,000. Baba anamwambia tena, umeridhia kweli? Isiwe kesho na kesho kutwa unadai talaka. Niko radhi baba. Sasa pale panasuniwa kuweka ushahidi kipindi binti anampa ruhusa baba yake ya kuwa tayari kuolewa. Hapo ni sunna kuweka ushahidi. Ushahidi wa pili ni ushahidi wa fardhi, huwa unapatikana katika jamvi la ndoa.
kipindi baba anasema nimekuozesha binti yangu, pale wawepo watu wanaoshuhudia na kusikiliza hayo maneno, lakini sio ushahidi baba na achwa nje, shekhe na watu wawili wanaingia ndani, wale wanakwenda kushuhudia tukio gani? Wakati mpewa idhini yuko nje, wao wanakwenda kushuhudia nini? Kwa lugha nyingine, wale wanaoingia ndani, wakiingia ndani huwa wanawakuta wanawake pale, wapambe wa bibi harusi wale, basi wale ndio watakuwa mashahidi, wale ndio watasema tumemshuhudia shekhe fulani ameingia ndani na watu fulani, wakamuuliza bibi fulani, umekubali kuolewa? Tulimshuhudia. Lakini sio wale walioingia ndani ndio waitwe mashahidi. Mbaya zaidi sasa, wale walioingia ndani wakitoka nje, mara nyingi wanakuwa ni watu wanaomweza bwana harusi. Utamkuta yule aliyetoka upande wa bwana harusi anakimbilia kwenye magari, anapanga ratiba za usafiri, na huyu aliyetoka upande wa bibi harusi anakwenda jikoni kuhimiza chakula, kwamba sasa hivi jambo litakwenda haraka haraka, anzeni kupakua chakula huko. Wanaokaa katika jamvi, wengine wanaoshuhudia yale matamshi yenyewe. Alafu kikitoka cheti cha ndoa, anayeandikwa kuwa ni shahidi ni wale walioingia ndani kwenye jamvi, hawakukaa. Sasa wanaotamkwa kuwa ni mashahidi sio mashahidi, walioshuhudia hawaweki kwenye makaratasi ya ushahidi. Haya ni makosa. Ushahidi halisi ni ule wa katika jamvi na sio ule wa ndani. Tukitaka sunna, basi yusannu lishahadu inda al-idhni, kipindi cha kutoa ruhusa. Hapo ilikuwa ni katika nguzo ya 4 hiyo ya kumweleza shahidi ni nani. Lakini sasa hivi kuna usasa umeingia. Leo dunia kiganja, mtu yuko Ulaya, mwingine yuko wapi, watu wanaozeshana, tunaonana. Sheria inatambua ndoa hiyo? Sheria haitambui ndoa hiyo. Ushahidi ni hudhur, uwepo katika eneo la tukio. Anayeoa na anayeozesha na mashahidi wakae eneo moja. Ikiwa muoaji yuko huko, muozeshaji yuko hapa, hapo hakuna ndoa, bali anatakiwa huyu muozeshaji amuweke wakala. Ikiwa muoaji yuko huko, basi mtafute wakala aozeshe kwa njia ya uwakala, na sheria imemuelekeza wakala matamshi maalumu ya kutamka katika kuozesha. Leo ikiwa unamuozesha mtoto wa kaka yako, kaka ambaye yupo, sio kwamba amekufa mpaka imefika daraja yako, au mtoto wa rafiki yako, sheria imeelekeza katika kuozesha. Kwa mfano, mimi nikiwa namuozesha mke wa shekhe na ni mtoto wa shekhe hapa, siwezi kusema namuozesha binti yangu, bali tasema namuozesha Fatima binti Saidi aliyenipa uwakala. Lazima ni utaji ule uwakala wangu. Lakini ikiwa mimi ndiye ninayetaka kuoa, pia kuna uwakala vile vile. Kwa mfano, ilikuwa mimi nioe, lakini bahati mbaya imepata dharura, wewe ndio nimekuwakilisha ukaniolee. Yule wali atatamka vipi ili ionekane uoi wewe uliyekwenda naoa mimi? Kuna matamshi ya uwakala. Kwa mfano, unaitwa Saidi, mimi naitwa Muhammad. Sasa yule muozeshaji wali atakuita jina lako wewe, Said bin Rashid kwa mfano, wewe utaitika labbaika. Asiseme
nimekuozesha. Akisema nimekuozesha, amekuozesha wewe uliyekwenda pale. Bali aseme vipi? Atasema nimemuozesha Muhammad Mwerekwa binti yangu kwa mahali kadha 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 kadha, nimemuozesha. Na wewe wakala usiseme nimeoa. Yesu kasema nimemuozesha. Wewe ukisema nimeoa, hakuna ndoa, sio kwa yule wala kwako wewe, bali wewe useme nimeikubali ndoa ya Muhammadi Mwerekwa kwa binti yako fulani binti fulani. Hivi ndivyo yanavyotumika matamshi ya uwakala katika kuozesha. Haya ni mambo ambayo hayahitaji mpaka uyajue eti uweze kuzungumza Kiarabu. Ni elimu ya jamii, ni elimu ambayo sote, kila mmoja tunatakiwa tuielewe. Nisimame kwa hapa, nikaribishe maswali inshallah. Kama kuna maswali, karibu. Muolewa anaye baba yake mzazi, lakini ni mtu mzima, ametingwa na mambo ya mtu mzima. Sasa makaka wanaweza kumuozesha dada yao. Tutautazama utu uzima wa huyu baba. Kama utu uzima wake ni wa mwili tu, umechoka, lakini akili zipo, mamlaka bado yataendelea kubaki kwa baba. Lakini huu utendaji kwa hawa vijana, hawataozesha kama wao ndio mawalii, bali wataozesha kwa kushika jambo la baba. Lakini si kwa maana uwalii umehama kwa baba umekuja kwa wao. Kwa mfano leo baba anaweza akawa yuko mbali, yuko Mtwara huko, binti analelewa hapa na kaka zake. Sasa anapotaka kuolewa anaweza kuozesha kaka, lakini huyu kaka katika kuozesha kwake asiozeshe akijijua kuwa mimi ndiyo walii, bado walii huko kwa baba, bali yeye anakuwa ni mwakilishi wa baba. Hii ndio hali inayokwenda. Allahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Shekhe anamuuliza kadhi ni nani? Kadhi ni hakimu anayehukumu masala yanayohusu dini yetu. Ni hakimu katika njia ya imani. Huyu ndio anaitwa kadhi. Kwa mfano katika serikali kuna yule hakimu. Sasa kazi anazozifanya yule hakimu wa serikali ndio kadhi anayezifanya, ndio kazi anazozifanya kadhi wa imani. Isipokuwa kadhi wa imani anahukumu kwa mujibu wa taratibu za dini, anapata mwongozo kwa kupitia Qur'ani na hadithi na maneno ya wanachuoni. Kwa hiyo kadhi ni hakimu. Naam. Lakini ametoa nafasi ya kuweza kumwozesha mwanao, manake ametoa nafasi ya kuozesha yeye. Huyu anayeozesha mtoto mtu ambaye atasimia anatumia kauli gani au nchi gani ili ndoa isiwe? Inategemea. Kwa mfano ikitokea sasa kuna huyu, swali lako linawagusa watu wawili. Kuna huyu kaka ambaye baba mwenyewe yupo, na kuna yule wakala. Kwa mfano mimi nataka kuozesha binti yangu, nikaamua wewe nikupe wakala uozeshe, lakini mimi mwenyewe bado nipo. Wewe unatumia matamshi gani ili ionekane unayeozesha sio walii? Tutaitazama hadhira. Hadhira inakujua kuwa wewe ni walii au inakujua vipi? Ikiwa haina taarifa na wewe kwamba ni walii au sio walii, utalazimika kutaja uwakala wako.
ili watu wajue aliyoozesha sio walii mwenyewe yupo. Lakini ikiwa wanajua kwamba mzee mwenyewe yule pale, wale mashahidi wanajua walii yule pale, wewe hakuna haja ya kutangaza wakala wako. Unaweza kusema tu nimekuozesha dada yangu, lakini hadhira inajua walii ni nani, au nimekuozesha fulani binti fulani, lakini ujulikane. Usipojulikana utalazimika kutaja wakala wako. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Swali langu moja, kuna mtoto wa nje ya ndoa na kuna mtoto wazazi wake sio Waislamu wanaosikiliza. Umewataja watu wawili wa kwenda kusimamia ndoa ile, na ni kazi na nani haka. Una maana wakikosa watu hawa watoto hawafungishi ndoa tena, au baada ya watu hawa wawili hao nani anahitajika mwingine anataka kufungisha ndoa? Huyu muhakam si mtu maalum kusema anakosekana. Kadhi ndio mtu maalum anayekosekana. Kwa mfano leo kadhi wetu fulani, labda kadhi mkuu, kadhi wa mkoa na kadhi labda wa wilaya, lakini tukisema muhakam ni mtu mwenye maarifa ya dini. Kwa anaweza kuwa ni huyo imamu, anaweza kuwa ni huyu mwalimu wa madrasa, anaweza kuwa ni huyo shekhe katika mtaa wetu, lakini yeye haruhusiwi kwenda moja kwa moja baada tu ya kuwa binti ana walii aende kuozesha yeye, na mpaka kwanza akosekane kadhi. Sijui umeelewa vizuri hapo. Kwa hiyo inawezekana ikawa mimi ni imamu wa msikiti huu, ilikuwa aozeshe kadhi. Kadhi hatuna, kadhi hayupo. Kwa hiyo nimekwenda kuozesha mimi, si kwa kofia ya uimamu, bali nimekwenda mimi, nimefanywa kuwa ni muhakam. Lakini ili nipewe muhakam, mpaka kadhi asiwe, sio arukwe kama ambavyo sisi wengi tunafanya hivyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala.